Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalam rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Baada alhamdulillah rabbil alamin. Basi leo tunazungumza hapa moja katika mwandishi mkubwa mkongwe katika visiwa vya Zanzibar, kama tunavyozungumza siku zote kwamba Zanzibar ilipitiwa na wasomi wakubwa wa kila namna katika miaka hiyo. Hapa leo tunamzungumza moja katika mwandishi mkubwa wa mhariri na wa magazeti na vitabu mkubwa sana akiitwa kwa Sheikh Muhammad Said Abdallah. Sheikh Muhammad Said Abdallah huyu ni mzaliwa wa Zanzibar. Alizaliwa katika sehemu katika mji wa Makunduchi mwaka 1818. Mwanachuoni huyu tunamtaja ni moja katika mwandishi mkubwa sana wa vitabu na alipata sifa nyingi sana katika Afrika Mashariki. Akiwa kijana bado, Sheikh Muhammad Saidi alionyesha mapema kupenda kusoma na nuru yake ya kusoma ilianza toka utotoni kwake, pale alipoanza kusoma katika skuli zilikuwa katika za missionaries iliyofunguliwa katika miaka hiyo, na alipomaliza katika secondary katika mwaka 1938 baada ya kumaliza masomo yake akaajiriwa kwa serikali katika idara ya afya ya umma, na alikuwa akitembea sehemu mbalimbali kuhusu mambo ya afya huku na kule katika kubagua sehemu za afya. Sheikh Muhammad huyu akaendelea vile vile kupata sifa mbalimbali katika kazi yake. Wakati huo kipaji chake kikainuka cha uandishi kikaanza kujitokeza wazi. Alipewa jukumu la kuwa mhariri wa katika gazeti la Kiswahili la idara ya kilimo wakati huo, na akaonesha hodari wake na sifa zake zikaja juu kabisa. Katika mwaka 1948 akateuliwa kuwa mhariri wa gazeti la Zanzibar katika gazeti la Zanzibar katika gazeti la Al-Falaq. Ili gazeti lilikuwa gazeti kubwa sana ambalo katika Afrika ndiko maarufu sana, na magazeti mengine kana yanaitwa Mahda. Magazeti wakati huo yalikuwa magazeti mbalimbali Zanzibar ya mwanzo alianza ndiko haya, lakini kile kilichompa umaarufu wa kudumu kilianza kwa jaribio la ubunifu katika mwaka 1958. Aliandika hadithi inaitwa Mzimu wa Watu wa Kale. Mzimu wa watu hichi ilianza nuru yake ilmu ilikuja juu wakati alipoandika Mzimu wa Watu Kale. Ilikuwa hadithi iliyothubutu kupinga mtazamo wa zamani uliotawaliwa na ngano na visa vya kubuni. Kilikuwa ni hadithi nzuri sana hizi, kisa hichi kwa watu kikavutia watu wengi sana, kavutia. Na vile vile hadithi hiyo ilishinda tunzo ya kwanza katika mashindano ya hadithi ya Kiswahili katika East Africa Literature katika 1960. Hii hadithi katika 1960 ilishinda katika Afrika Mashariki. Ndani ya riwaya hizo mhariri huyu ambaye alipendwa sana, nickname yake ilikuwa Bwana Msa, mpelelezi, mzee Msa, mpelelezi mwenye akili, subira na busara, anayepambana na ujinga kwa kutumia hoja, si hofu kupitia tu. Bwana Msa Abdallah aliwafundisha wasomaji wake kuwa maarifa hushinda imani potofu. Maarifa hushinda imani potofu. Kadri miaka iliyopita, riwaya zake zikaongezeka kwa kina ustadhi wake. Akaandika vile vile kitabu kingine, Kisima cha Giningi. Kisima cha Giningi. Hii ilikuwa ni vitabu vizuri sana. Dunia kuna watu wa siri. Vile vile kuna kitabu kingine, Dunia watu wa siri, Siri ya Sufuri, Mke mmoja waume watatu. Sikia vitabu vyake hivi. Bwana wa Yungi, Hulewa, Kivuli kinaishi na Kosa Bwana. Kila riwaya ilikuwa kioo cha jamii. Kila riwaya zake zilikuwa zikipendeza, ziking'ara katika jamii ya watu katika Afrika Mashariki. Bwana huyu alikuwa akivuma sana na wakipendeza, nakala zake watu wakizipenda sana katika Afrika Mashariki. Kuanzia mwaka 1958 mpaka mwaka 1968 Abu Muhammad Said alihudumia
alihudumu kama mhariri wa gazeti la Mkulima akichangia maendeleo ya elimu ya kilimo cha jamii. Baada ya hapo akastaafu kazi yake ya serikali, lakini kustaafu kuishi katika maandishi yake, kazi yake ziendelea kusomesha, kufundisha mashule na kupendezwa sana vizazi tofauti. Aliendelea kazi zake kuandika vitabu na alikuwa maarufu, mpenzi kwa watu. Na katika mwaka 1991 Sheikh Muhammad Said alifariki dunia. Sheikh Muhammad Said huyu ni maarufu kusema kula mambo katika East Africa na ni mwandishi mkubwa sana. Ndio kama tunazungumza, Zanzibar ilipitiwa na watu mbalimbali walikuwa na ilmu ambao walipandisha daraja Zanzibar katika mambo ya ilmu. Huyu mwandishi vitabu vyake vile vile vikisomeshwa katika maskuli, ikisomeshwa katika maskuli vile vile ikisomeshwa katika university, na tunzo zake waliwahi kualikwa kwa Nairobi, akaenda kuchukua tunzo kwa mujibu wa vitabu vyake mwandishi huyu, kwa vitabu vyake ambavyo vilichukua rekodi katika kuandika na vilipendeza kwa watu, kwa jamii ya watu katika miaka hiyo. Mpaka sasa vitabu vyake na nakala zake sijui kama zipo, au kama zipo sijui kama zitaje kutabishwa, lakini tarehe zipo na watu wanamjua, wanamkumbuka. Mwenyezi Mungu amrahamu alipo. Shukran wa jazakallahu khair. Asante.